Jamii ya Kindi Juu wilayani Moshi mkoani Kilimanjaro imeingia kwenye taharuki kubwa mara baada ya watu wasiojulikana kufukua kaburi la Victoria Mmasi aliyekuwa mlemavu wa ngozi yani albino na kuondoka na baadhi ya viungo vya mwili wake. Tukio hilo la kusikitisha limetokea usiku wa kuamkia Juni 21, 2025 ambapo kwa mujibu wa taarifa za mashuhuda na viongozi wa kijiji, kaburi hilo lililokuwa limetulia kwa zaidi ya miongo miwili lilichimbuliwa kwa kutumia nguvu kubwa na sehemu ya mwili wa marehemu kuchukuliwa. Mwenyekiti wa kijiji cha Kindi Juu Michael Mushi maarufu kwa jina la Tumsifu alithibitisha kutokea kwa tukio hilo akieleza kuwa kaburi lilikutwa limeharibika na wazi, hali iliyowashangaza wakazi wa eneo hilo. Kaburi kama hili hapa ni dili kwa sababu ya mtu alikuwepo labda kwa ulemavu wake. Mmoja wa ndugu wa familia alisema tukio hilo lina kila dalili ya ushirikina na lilifanywa na watu waliopanga kwa makini na kutumia nguvu kubwa. Shimo lilikuwa na kina cha takriban mita 2. Si kazi ya mtu mmoja wala wawili. Hii ni kazi ya watu waliobeba imani za kishirikina na wanaotafuta viungo vya binadamu kwa tamaa ya mali, alisema mwanafamilia huyo. Hii ni Swahili Media, usisahau kulike, kusubscribe, kushare na kucomment. Naitwa Jamila Mohamed. Jina naitwa Michael Joseph Mushi. Kama wengine walivyonizoea jina la Tumsifu. Ni mwenyekiti wa kijiji cha Kindi Juu. Hapa ni kwa jirani yangu ndugu Agosti Rikanga Mmasi. Ni nyumbani kwake na unavyoona hili ni kaburi la mwanae. Alikuwa anaitwa Victoria. Alifariki miaka takriban miaka karibia 20 iliyopita. Na alizikwa hapa kwenye kaburi hili hapa. Ndio. Kwenye kaburi hili ni jambo la kushtukiza na la kushtua sana. Kwa sababu tulikuja kuona kwamba tayari kuna watu walifika kaburini hapa na kuchimba kwa nia ya kupata chochote kwenye kaburi hili la mwanae mzee Agosti. Mimi nafikiri mambo haya yanafanyika katika wanasema mambo ya kishirikina. Kwa sababu hata ukiangalia shimo lenyewe lilivyokuwa limechimbwa, walichimba watu wenye nguvu za ajabu. Kwa sababu mimi mwenyewe nikiingia pale hata kugeuka inakuwa shida, lakini waliweza kuchimba na kuingia chini usawa karibia mita 2. Tukio limetokea usiku wa juzi. Juzi kuamkia jana. Ndio tukio lilifanyika hili tukio. Na baada ya kufanyika hili tukio, mimi kama mwenyekiti hapa na ni jirani hapa, niliweza kuwasiliana kwa sababu baba naye yuko safarini. Lakini kwa jitihada na ndugu zake, basi alipata hizi taarifa. Nafikiri naye akawa amefika na kushuhudia hili tukio. Basi kwa kushirikiana sasa, kwa sababu kuna mambo fulani nayo yanatakiwa. Tunatofautiana katika koo. Kwamba tukio kama hili linavyokuwa limefanyika ndani ya jamii, kuna mambo nayo mengine jamii nayo inaweza ikawa imeyafanya. Lakini mimi kama kiongozi, mimi kitendo kama hiki mimi nimeona sio kizuri. Kwa sababu kuna leo na kesho. Leo watafanya kitendo hiki hapa, watafanya mahali pengine. Labda watamaliza makaburi, baadaye watafuata watu walio wazima. Kwa hiyo kwa sababu ya hayo, mimi nakemea sana vitendo hivi, nakemea sana, naomba na serikali iwe nayo tushirikiane kukemea ili kuondoa hizi mila na hizi dhana wanasema kwamba ni mambo ya kishirikina. Kuona kwamba kaburi kama hili hapa ni dili kwa sababu ya mtu alikuwepo labda kwa ulemavu wake, wakaona kwamba sasa waweze kupata kile wanachokitaka kwa maana zile ambazo wao watakuwa wameona wao. Ndio.